miaka 9 ya uchungu, mateso na maumivu anayopitia ndugu Hamisi Bakari Mkahakala, mkazi wa kijiji na kata Dihimba, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambaye ametoka kwenye kutegemewa hadi kuwa mtu anayefanyiwa kila kitu kama mtoto mchanga. Hii ni kutokana na kuteteleka uti wake wa mgongo na mwili wake kushika ganzi mara baada ya kuanguka akiwa juu ya mwembe, akiangusha embe hizo kwa ajili ya biashara ili kujiingizia kipato siku ya Machi 3, 2017. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumetembelea nyumbani kwa mzee wetu, mzee Salum Hassani Sululu, ambaye ni shemeji wa mgonjwa huyo, ambaye pia ni mmoja wa wauguzaji wa ndugu Hamisi Bakari Mkahakala. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Mwaka nilikwea juu ya mti mwembe wakati ilikuwa nadondosha embe, kwa sababu kwa huku maeneo ya kwetu kusini kipindi cha embe inakuwa kama kitu msimu. Wanapokuja matajiri tu kutokea kama Dar es Salaam kuja kufuatilia embe, basi huwa tunapanda tunadondosha zile embe, huwa zinanunuliwa. Sehemu nilizopata shida, uti wa mgongo, maeneo ya kiuno, kwa maana hapa yani hata balance ile sina nayo, kuonyesha kwamba huu uti wa mgongo umeteteleka. Nikitaka kujisaidia nakuwa nalala ubavu, na vile haja ndogo najisaidia kwa njia ya mpira. Umeshaenda kwenye hospitali gani kupata huduma? Hospitali ya mwanzo kabisa nilipelekwa Ligula. Baada ya kupigwa picha pale kuangalia maumivu yangu, wakasema kwamba huyu kutokana na maumivu yake aliyoumia ilibidi kwamba apate rufaa hapa ili kwamba ende Muhimbili. Pale nikapata rufaa, nikaelekea Muhimbili. Nadhani kule vile nikafanyiwa checking vile. Baada ya hapo tena nikafikia mpaka kipimo kikubwa sana kwa pale Muhimbili. Nako vile nikapimwa, wakaona nimeteteleka uti wa mgongo maeneo ya kiuno. Basi wakaniambia kwamba huyu hapa inabidi tu aruhusiwe apelekwe nyumbani. Baada hapo kule akafanyiwe mazoezi. Wakati unadondoka uliangukia nini? Ulifikia nini chini? Nimefikia na miguu, yani nimekisa miguu. Nimekisa kwa miguu, afu baada hapo ndio nikaona kama ninadondoka tu kwa kiuno kufikia chini. Naye mzee Sululu, shemeji na muuguzi wa mgonjwa huyo, ameomba watu walioguswa na hili, wenye hofu ya Mungu, wale wanaojua kuna leo na kesho ambayo haijulikani, wenye uwezo wa kusaidia chochote, basi wamsaidie mgonjwa huyo angalau apate mipira ya mkojo. Huyu msaada mkubwa, kwanza anatumia sana mpira wa kukojoa kwake, akojoi kama navyokuja mimi, na anatumia mpira, na mara nyingi mipira ina matatizo kidogo upatikanaji wake. Sasa labda msaada tupeleke kwenye masuala ya huduma ya mpira. Hii madaktari wanavyotushauri kwamba mpira unapotumia baada ya wiki 2 ndio unabadilisha, unaweka mwingine. Kuonyesha nini? Kwamba mpira ukichukua siku nyingi unakuletea kitu kinachoitwa bakteria. Kwa jina anafahamika Jamali Hamisi Mbulu. Kwa kweli mgonjwa wetu kama tunavyomuona na alivyojielezea hivyo, na sisi ndio wahusika ambao tunemhudumia. Mimi huyu ni mjomba wangu, kuzaliwa mamangu mzazi kuja huyu hapa, baba yao mmoja mama mmoja. Mimi kwa upande wangu ningeomba tu ipatikane kama kipandio ili cha kuweza, kama mwenyewe tunampa mazoezi kidogo ya nje, tunampushi kwa vile nazungumzia kama basikeli ya kutembelea kama alivyo na hali yake hii. Naona kingine pia tumezungumzia habari ya mpira hapa. Kwa kila baada ya wiki 2 tunabidi abadilishe au mpira. Naona na hii mipira inapobadilishwa kuna kuwepo na sindano zinatumika pamoja na mipira ya kuvaa mkononi inaitwa groups, nazo ningeomba nazo iwezekanavyo basi vitu hivyo vipatikane, sababu huyu kila muda anapojisikia mpira maumivu basi anahitajika abadilishwe.
Mtazamaji wa Faida Online TV, umewahi kujiuliza ni kiasi gani cha fedha tunakiteketeza kwenye mambo ya anasa, mambo ambayo malipo yake ni adhabu inayoumiza kutoka kwa Mungu? Ni kwa nini tusitenge walau kiasi kidogo kwa ajili ya kuwasaidia watu kama hawa ambao faraja yao ni mimi na wewe, ili kutengeneza mahusiano mazuri, lakini pia kujitengenezea mwisho mwema? Hakuomba fedha, bali vifaa vitakavyomsaidia kuishi kwa amani, japo kwa maumivu. Mungu akuongezee utakapotoa na akulipe kwa moyo wako wa huruma. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na nikutakie siku njema.